Anza kuitengeneza leo yako mwenyewe. Anza kuitengeneza leo yako mwenyewe hapo ulipo. Kaa na serikali ya kichwa chako. Kichwa chako hiki unachokiona ni serikali, ina rais. Ni bunge hiki kichwa, lina spika. Ni muhimili wa mahakama, una jaji mkuu. Kaa na hiyo mihimili kichwani mwako. Uitengeneze leo ya kwako, sio kesho, leo ya kwako. Kama serikali ya kichwa chako ikupeleka kwenye kunywa pombe ili afisa utumishi akuite bwana acha pombe itakuharibia kazi, umekuwa mpumbavu mwenyewe. Mama yako hayupo huku Njombe. Baba hayuko huku Njombe. Hawapo huku. Kama bunge la kichwa chako limekutuma uende ukachukue mkopo, ukopee hawara yako umuonge, umekuwa pimbi mwenyewe. Mwenyewe. Chukua mkopo, danganyana, maana tuna wenzenu wamekuja hapa, wanakopea mahawara bodaboda, wanakopea mahawara bajaji, na kesho wamebrokiwa, zinakuja kesi nyingine, anadaiwa mikopo ya mitaani, anadaiwa mikopo ya benki. Hela amepeleka wapi? Kakopea hawara. Ni uhuru wako. Kuna anayefahamu kwamba nimetoka kwenye nyumba ya shida na wadogo zangu wanaonitegemea, nao wazazi wanaonitegemea, atajua maana ya nini ya wadogo zake nyumbani. Kuna ambaye kwao kwa kupata nafasi aliyoipata hiyo ulionayo, ndio rais wa familia yake, ndiye waziri mkuu wa familia, ndiye mkuu wa wilaya wa familia, ndiye mkuu wa mkoa wa familia, ndiye baresa wa familia. Usiyasahau hayo. Lazima kwenye maisha yako wewe uangalie nyuma kwa shukurani. When you turn back your mind, unaambia Mungu asante. Uangalie mbele kwa matumaini kwamba nijitunze kesho nifanane na fulani. Uangalie juu kwa imani, umwambie Mungu na kushukuru. Sio unakuwa mjinga tu akucheka tu kama katuni za kwenye TV. Midoli ndio inachekesha watu. Lazima ujitunze na uitunze kazi yako, uilinde, uithamini. Una jambo, mfumo wako wa ajira una mahala pa kupeleka jambo lako. Hapa hapo kwenye kazi yako. Bado kwenye halmashauri mna mkuu wa wilaya, ameni kiongozi mkuu wa shughuli za serikali kwenye wilaya yako, ndiye rais wa hiyo wilaya. Una katibu tawala wa wilaya, ndiye mkuu wa utumishi pale, utaenda kwa DAS. Una mkurugenzi wako ambaye ndiye mwajiri. Yote ya kushinde uone kwamba mkuu wako wa wilaya ni Facebook. Mkuu wako wa utumishi DAS ni WhatsApp. Mkurugenzi wako Instagram. Unaenda kuandika mambo yako ya ofisini, stress zako za ofisi unaenda kuandika kwenye mitandao. Ndio inayokulea, utaharibu kazi. Mna vyama vyenu vya wafanyakazi, mtapata nafasi ya kuzungumza ambao mnaona hayako sawa, yataleta kwenye vikao. Viongozi wenu wa mikoa wapo hapa. Mtasema si malalamiko yetu ni haya. Tunaona jambo hili sisi kwenye halmashauri yetu haliko sawa. Mkurugenzi yupo. DC yupo. DAS yupo. Huna haja kujikimbiza kwenda kwenye mitandao. Wataka kushabikia kule mitandaoni wanatafuta kazi kama ulivyokuwa unatafuta. Utajazwa upepo. Mwisho wa siku utapoteza kitumbua chako. 500,000 unaona kwamba haina maana. Lakini kwenye baa ya mwenzako ina maana. Unaenda kwenye vijiji, heka moja shilingi 200,000, huoni ni fursa. Mtaenda huko sio kwenu. Mtaenda kupanga nyumba za watu. Hawa watu hawajasoma kama wewe. Mwingine aliishia la 3, amechoma mkaa, kachoma tofali, kajenga nyumba. Wewe unapanga. Unaenda kupanga, una milioni 6 kwa mwaka kwenye mshahara wako. Una nafasi ya kuchukua 500,000 ukaenda benki ukakopa shilingi milioni 12. Uone ni fursa. Unaweza usijenge hapo kijijini tulipokupeleka, jenga kijijini kwenu. Watumishi wenzako wakapange huko kwenu, wasemeni nyumba, mwenye nyumba ni nesi. Yuko Rudewa. Aliajiriwa mwaka jana. Unakopa milioni 12, unaambia ndugu yako huko nachoma tofali, amechoma.
nunua mbao, nunua bati, jenga, piga lipu, watu wahamie. Fikiria mambo ya maendeleo. Kizazi hiki tulicho nacho tufikirie uchumi. Nyewe wa kiume umepata kazi, sasa wa kisingizio gani? Mambo ya kurandaranda punguza, tafuta mwenzako, oa, tulizana kwenye mji wako, anza kufocus maisha. Utaduna hapo unajikuta una miaka 45, umebakiza 15 kustaafu. Unaoa, una miaka 47, mtoto wa kwanza anazaliwa, umebakiza 13. Unastaafu miaka 60, mtoto wako wa kwanza anamaliza na 7. Utatukana kila mtu. Kwa ninyi wa kiume, kwa sababu una nafasi hiyo, umepata kazi yako, kinachofuata nenda ukajitambulishe, tengeneza mji. Ule wimbo wa bado nipo kwanza haukuhusu. Umenielewa? Huo wimbo kwako umesha expire. Kwa sababu kuna watu hapa hausikira mtu. Kuna watu hapa na masikio ya kenge, hasikira baba wala la kaka wala. Sasa nimekuambia mimi, wewe wa kiume uliyepata kazi, kama umeshazalisha watu huko, kusanya watoto wako wasitelekezwe wakwenda kwenye kusumbua viongozi kwenye maofisi. Unashtakiwa usawa wa jamii kila ofisi. Baba wa huyu mtoto ni muuguzi yuko Makete. Kama umezaa sana, kumbuka na kulea. Sio, umenielewa? Na nyewe watoto wangu wa kike, punguzeni kuchagua. Chagua nazi uvuna nini? Corona. Punguza kuchagua. Sifa zingine kuna nazo huko mnapoishi. Maana pia watu wamechunguza sana, hata walipokuja kuchagua wakaishia kujikuta wameenda na corona huko nyumbani. Lakini ni mambo binafsi. Mimi nasumia mambo yale ya msingi. Kwa hii kazi nataka kila mmoja atoka hapa ana spirit ya kwenda kufanya kazi kwa nguvu.